Bwana, mambo vipi mdau wangu wa nguvu? Na kama wewe ni mpenzi wa zile movie za polisi na majambazi, lakini umechoshwa na zile stori za Kimarekani ambazo kila siku askari ni mashujaa na wasio na dosari, basi leo nakuletea chuma cha kipekee kutoka nchini South Africa ambacho kimetoka mwaka 2013 na mwongozaji anaitwa Donovan, na alituletea filamu moja ya hatari sana ambayo inaitwa Namba au kwa jina jingine linaitwa Avenged. Hii ni story inayohusu askari wawili waaminifu waliopo nchini na katika kitengo cha makosa ya jinai mitaani mwa Johannesburg. Baada ya kuchoka kwa maisha ya shida na umaskini na kudhulumiwa na wakubwa zao wa kazini, kazi za kiserikali, wanaamua kufanya maamuzi magumu. Mmoja wao anajipenyekeza na kuwa undercover ndani ya genge hatari la wizi wa magari na kubeba fedha ili kufanya dili litakalowapa mamilioni ya pesa. Lakini sheria ya mtaani inasema ukiingia upande wa pili huna ndugu, huna rafiki na usaliti unalipwa kwa damu tu. Kaa vizuri, tuhesabu hizi dakika 9 za hatari na milio ya risasi. Hii ni Chad the Storyteller, jina langu naitwa Chad the best presenter in town, mnyama OG. Story inaanza kwa kumtambulisha hawa askari wawili ambao ni marafiki wa damu tangu utotoni na wanafanya kazi pamoja. Huyu jamaa anaitwa Chill na Shoes. Ni hao jamaa ni marafiki sana. Lakini huyu ndiye aliyeigiza kama muhusika mkuu kwenye filamu maarufu ya Toxic. Hii filamu ambayo ni bonge moja la movie, so nitakuja kuwasimulia pia katika session inayofuatia. Chill ni askari mwenye hasira sana na anayependa kutumia nguvu na mwerevu sana wa mtaani, wakati Shoes yeye ni askari mpole anayefuata sheria na mwenye misingi ya kidini na kifamilia. Lakini wawili hawa wanafanikiwa kufanya operation ngumu sana ya kuwakamata majambazi hatari mtaani, lakini badala ya kupongezwa na kupewa bonus waliostahili, mkuu wao wa kituo ambaye ni fisadi na mlalushwa anawadhulumu na kukataa kuwapa pesa zao. Hali hii inamkasirisha sana Chidi. Wanaishi maisha ya umaskini wa kutupwa sana, huku kila siku wakisaka wahalifu wanaomiliki mamilioni ya fedha. Sasa Chili anachoka na uaminifu huo usiompandisha cheo wala kumpa chakula mezani, na anamwambia Shoes, sisi tunasaka majambazi kila siku na kukamata, lakini wakubwa wanachukua sifa na hela. Sasa hivi tunabadilisha mchezo, tunacheza namba, mchezo wa namba, mahesabu ya kijambazi. Mpango wa Chili ni kujipenyeza kuwa kama undercover kwenye genge la kihalifu, sio kwa ajili ya kuwakamata, bali ili kushirikiana au kujua dili zao moja baada ya nyingine, wapige hela kisha wasepe nazo na kuanza maisha mapya kama matajiri. Bwana Chili anafanikiwa kuingia mkataba wa siri na genge moja sugu la kijambazi linaloongozwa na mtu anaitwa Skoef. Genge hili linapanga kufanya wizi mkubwa na wa hatari wa gari la kubeba fedha, lakini Chili anajifanya yeye ni askari mchafu anayefukuzwa kazi na anataka kushirikiana nao kwa kuwapa mbinu za usalama na njia ya polisi watakazozitumia ili kurahisisha wizi wao. Na hata hivyo, ili mpango wao ukamilike, Chili anamlazimisha Shoes ashiriki kama askari atakayelinda lile gari siku ya tukio ili asitokee mpinzani yoyote. Lakini sasa Shoes anasita sana kwa sababu anaogopa kuvunja sheria, lakini kwa ajili ya urafiki na shida za maisha anakubali kwa kishindo upande. Sasa hapa tunamwona Chili anaanza kuishi na wale majambazi kwenye jengo lao lililopo maeneo duni ya viwandani. Na hapa movie inakuonyesha uhalisia wa magenge ya South, na kuna mchanganyiko wa wauni wa kila aina. Kuna wauaji, kuna wataalamu wa mifumo ya kompyuta na kuna watu wanaoamini ushirikina wa mtaani. Ushirikina sio bongo tu, mpaka South ili wafanikiwe. Na kila sekunde Chili anayokaa hapo yupo kwenye hatari ya kugundulika kuwa yeye ni polisi. Kiongozi wa genge Skoef ni mtu mwenye wasiwasi sana na awamini watu wapya. Anamwekea Chili ulinzi mkali na kumfanyia majaribio mengi ya kinyama ili kuthibitisha uaminifu wake. Bwana, siku ya dili inafika. Gari la fedha linavamiwa mtaani kwa mlipuko na risasi za bunduki kubwa, na
za kivita kama AK-47. Mapambano yanakuwa makali sana, lakini mpango unaenda vibaya pale mmoja wa wajumbe wa genge linalokiuka makubaliano na kuanza kupiga risasi askari wenzake, na Shows anajikuta katikati ya mapigano hayo na anajeruhiwa, huku akigundua kuwa ndani ya lile genge kuna usaliti mwingine mkubwa uliokuwa unapangwa nyuma ya mipango yao. Sasa majambazi wanachukua mabegi ya fedha na kukimbia kwenye kile kiwanda chao cha siri, lakini wanamteka na kumbeba Shows kama mateka bila kujua kuwa yeye ni rafiki wa damu wa Chill. Bwana, hapo ndipo dhoruba kubwa inapolipuka ndani ya lile jengo. Squeef anagundua kuwa kuna mtu anavujisha siri zao kwa polisi, na anahisi kati ya Chill au Shows kuna muunganiko. Sasa Shows anateswa kikatili mbele ya macho ya Chill ili ataje nani aliyemwingiza mchezo huo. Chill anajikuta kwenye mtihani mzito zaidi wa maisha yake, akimtetea Shows. Sipomtetea rafiki yake wa damu anakufa kwa mateso. Bwana, Chill anaamua kuacha habari za pesa na kuchagua urafiki. Anacheza karata zake za mwisho kabisa. Anatumia silaha yake na kuanza kuwawasha risasi wale majambazi mmoja baada ya mwingine ndani ya lile jengo. Inakuwa ni vita ya watu wawili dhidi ya genge zima lenye hasira. Bwana, mwisho wa filamu hii ya kusisimua, baada ya miili mingi kuanguka chini na damu kumwagika, Chill na Shows wanafanikiwa kuwaua viongozi wote wale genge wakiwa wamechoka, wamejaa majeraha na damu pamoja na damu miilini mwao, na wanaamua kuchukua yale mabegi ya fedha zilizobaki, lakini safari hii hawaingizi pesa hizo mifukoni mwao kwa ajili ya anasa. Wanaamua kuzitumia kwa ajili ya kuwasaidia waanga wa matukio hayo na kuanza maisha mapya ya amani mbali na mfumo wa rushwa na polisi. Bwana, hii ni namba ya mwaka 2013. Ni movie kali sana kwa sababu haina green screen au madoido ya uongo wa Kimarekani. Kila kitu kimepigwa live na kinaonyesha uhalisia wa mitaa ya Johannesburg. Na hao jamaa ni muunganiko mzuri sana, na kama marafiki, jambo linalofanya uhisi maumivu yao, mazungumzo yao ya lugha ya Afrika Kusini. Bwana, na kuacha hivi. Hii ni bonge moja la movie, hebu lifuatilie, la mwaka 2013. Nilikuwa nakuletea movie hii inaitwa Cha the Best Presenter in Town, na hii ni Cha the Storyteller katika movie recap. Karibu sana.